Lakini nimekuwa nikienda kutoa elimu kwa vijana wenzangu kwamba jamani, vijana, mimi nilivyokuwa kijana nilikuwa hivi. Kwa sasa nimeacha tabia hiyo, niko hivi. Mnaona napata mafanikio, hata wananchi wananiamini. Nimefanya chaguzi zaidi ya 5, zote nimekuwa nikishinda. Ni chaguzi moja tu ambayo ilitokea bahati mbaya sikuweza kutosha. Lakini chaguzi zote 6 nimekuwa nikishinda. Hivyo wanaamini kabisa kutoka gerezani nilijifunza jambo. Kwa sasa mpaka sasa kwa kweli ninalima, japo nalima ni mkulima wakati tu. Lakini yapo mambo ambayo niliyaona nilijifunza kutoka gerezani. Kiwepo gereza alitufundisha sana gepo na uhusiano mazuri na wananchi. Vile vile baada kutoka gerezani nilijifunza kwamba unapokuwa gerezani unapoteza, lakini kuna jambo unajifunza tukanalo. Ni baada kuona hivyo kwamba muda niliopoteza basi nje nilienda kuutumia vizuri. Bahati mbaya labda niwe muwazi, baada kutoka gerezani nilihama kabisa Pawaga. Nilihama nikaenda tarafa ya Idodi kule ambako hawanijui, ndio nikaenda kujitathmini kule. Mwaka 91 ndio nikaja tena upya hapa. Kwa sababu nilikuwa nimepoteza mwelekeo kipindi hicho, watu wakawa na imani. Bahati nzuri nilipata kesi ambayo sio nzuri kidogo, ambayo sio nzuri kuisema jamii, pengine inaweza kukumbusha jambo lingine. Baada ya kutoka gerezani nilijifunza kwamba unavyoishi vibaya au unakuwa mtu kutu, gereza linakuwa linakuhitaji. Lakini baadaye nijibadilisha, nikajiona ni mtu mzuri, baadaye watu wakaniamini. Kitu ambacho mimi kwa sasa ni kiongozi wa umwagiliaji, makamu mwenyekiti wa skimu kubwa sana hapa nchini, ambayo skimu hiyo mama kaipa hela nyingi sana. Bado wananchi wameniamini niende kwenye hela hizo nyingi ili nikazisimamie. Ina maana naamini kabisa waliniona wakati napotoka, na kwa sasa wananiona kama kwa sasa niko vizuri. Na skimu inaitwa skimu ya umwagiliaji mkombozi. Ni skimu ambayo mama ameipa hela nyingi sana. Pengine ni hela katika ndani ya mkoa inaweza kuwa ni pengine ni budget kabisa, ni bilioni 56. Na bado imeendelea panapotokea changamoto wameendelea kusaidia tena. Ukitoka gerezani huwezi kuaminika haraka sana mpaka wakuone wewe imani yako. Umejifunza nini, mabadiliko umetoka kule. Jinsi wanavyokuona wananchi ni watu waelewa sana. Wanajua umeenda kwenye chuo cha mafunzo, lakini je, umepata chochote cha kujifunza? Lakini unaweza kaja hapo ukawa mbaya zaidi. Kwa sababu ya kule unaenda kukutana na jamii tofauti. Lakini unaweza kawa mzuri zaidi, ukawa umejifunza jambo, kaenda kuwaambia hata watu jamani. Kwa mfano mimi huwa nawaeleza kabisa vijana mambo ya utani, acheni mambo hayo. Gerezani sio kuzuri. Kunapoteza kwanza muda. Mimi nimepoteza muda sana, lakini bahati nzuri nilivyotoka kasi ya Aminiki ikabidi nihame tarafa Pawaga kwenda tarafa Idodi. Hata watu wangu wa kwanza 2 watatu nilipatia kule Idodi. Ndipo nikarudi upya kule mpaka sasa naaminika kwenye 80% mpaka sasa. Mimi naaminika kwa sababu huwa najua naaminika kwa sababu nikiwa ni mwanasiasa ambayo nikiomba nafasi. Kwa kweli katika nafasi 7 nilizoomba ni moja tu ambayo ya mwenyekiti wa kijiji nilifeli, lakini zote huwa napita.